wangeweza kushinda kwa viungo hivyo, na kama ingekuwa hivyo basi wote wangekuwa wabunge na wangekuwa katika nafasi za uongozi. Ni uzushi ambao tunahitaji kuukemea kwa sura zote za kidini, kimila, lakini pia kwa vyombo vya ulinzi na usalama na kusimamia sheria. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia safari yako hii ya kuja kuwapa pole, nitoe karipio kali kwa wananchi wote ambao wanazusha mambo haya. Wale wote wanaojichukulia sheria mkononi, tutachukua hatua kali na hatutasita kufanya hivyo, kwa sababu tunaenda kuathiri maisha ya watu, na wapo ambao wanapigwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanapata ulemavu kwa kitu ambacho ni cha uzushi. Uzushi huu umekuwa ukienea kwenye mitandao ya kijamii, na hivyo namwagiza kwa kutumia nafasi hii IGP, mkuu wetu wa Jeshi la Polisi, kuchukua hatua kali kwa wote wanaotoa taarifa za uzushi kupitia mitandao ya kijamii. Iwe taarifa za uzushi kuhusu viongozi, iwe taarifa za uzushi kuhusu taarifa za kiuchumi, iwe taarifa za uzushi zisizotafitiwa na zinazopelekea kuvunja amani yetu, kuondoa ushirikiano wetu, usalama wetu na mshikamano wa Watanzania. Uzushi wowote ambao utafanywa, kwa kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtatusamee, itabidi tuchukue hatua kali za kisheria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni hayo yangu machache. Nikushukuru sana kwa fursa hii, na nizidi sasa kuchukua hatua nyingine nadhani ya kumkaribisha ambaye anaongoza ratiba ili tuweze kuendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana na nazidi kuwapa pole ndugu zangu ambao wameathirika, na serikali iko tayari kuweza kuchukua hatua za msingi kabisa za kupunguza madhira ambayo yametokea kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante.